dili la kumsajili mchezaji huyu. Lakini ni nani huyu bwana huyu bwana Alfredo Richard Rios ni nani hasa? Ana ubora gani? Je, anaweza kutusaidia katika klabu ya Manchester ama nini? Nimefanya kidogo homework, nikasema nitakuletea hapa taarifa za ndani kumhusu mchezaji huyu ambaye ni raia wa Colombia, na kama kwa njia moja au nyingine anaweza akafit kwenye mfumo wa Ruben Amorim, lakini pia kama anaweza kutusaidia kama klabu ya Manchester United. Kijana huyu ana miaka 25, amezaliwa mwaka 2000 Juni 2 katika huko nchi ya Colombia, na anacheza nafasi ya central midfield ama defensive midfield. Kwa hiyo ni mtu ambaye mpaka hapo kwanza unaweza kuona kwamba ni versatile player, ni mchezaji ambaye anaweza akatumika katika nafasi tofauti tofauti kwa sababu ni central midfield, lakini pia anaweza akacheza kama defensive midfield. Kwa hiyo manake club inaweza kaamua kumtumia katika njia tofauti tofauti. Sasa hivi anakipiga katika klabu ya Palmeiras ya nchini Brazil, na ameanza soka lake katika klabu ya Futsal, na baadaye akaendelea kujiboresha katika ubora wake wa mchezo, kujinsa kumiliki mpira, speed. Anakaa kwamba ni mtu ambaye ana speed kubwa sana mguuni, na baada ya hapo akapanda katika baadhi ya timu, akitokea timu ya Flamengo ya wakubwa, na baadaye akahamia Palmeiras ambayo inakipiga katika club katika ligi ya nchini Brazil. Huyu ana style gani ya kucheza? Kwanza, kama bado nimesema, ni mtu ambaye anaweza kucheza katika nafasi ya central defensive midfield au akacheza central midfield. Kwa hiyo anaweza akacheza kama Kobbie Mainoo, anaweza akacheza kama Casemiro, anaweza akacheza kama Ugarte, kutegemea na matumizi ya kocha ambaye anamhitaji. Na taarifa ambazo nilisoma miezi michache iliyopita kuhusu style ya kusajili ya Manchester ni kama sasa hivi wanazingatia sana kusajili watu ambao ni wanaweza kutumika katika nafasi tofauti tofauti katika mifumo tofauti tofauti ambayo kocha anaweza akatumia. Kwa hiyo huyu anaingia kwenye mpango huo wa kujaribu anaweza ka offer kitu cha tofauti, leo kwenye midfield, leo kwenye central defense, na katika matumizi tofauti tofauti. Lakini nimeangalia style yake ya kucheza, ni mtu ambaye ni dynamic midfielder, ni mtu ambaye anakimbia sana, ana cover a lot of grounds. Ni yule kiungo, ni kama Bruno kwa sababu ya kujituma kwake. Ni mtu ambaye yuko tayari kukimbia dakika 90 na akakimbia sehemu kubwa sana ya uwanja. Kwa hiyo ni tabia yake ya kwanza alionayo ambayo ina favor system ya Ruben Amorim, kwa sababu tulisikia kwamba Ruben Amorim angependa kusajili watu ambao wanaweza kukimbia sana dakika 90, ambao wanaweza kucheza nafasi tofauti tofauti za uwanja, lakini pia ambao wana uwezo wa kukimbia kwa muda mrefu zaidi, kitu ambacho huyu anacho, ni moja ya sifa zake kuu. Lakini pia ni mtu ambaye yuko comfortable akiwa na mpira. Anaweza kukaa na mpira muda mrefu, akatuliza mpira, anajua sana kupiga chenga, ana quick fits, ana speed pia. Kwa hiyo anaweza kaongeza kitu katika nafasi hiyo, lakini pia anaweza akacheza kama namba 6 deep lying CDM, ama akacheza kama namba 8 kama box to box, kama vile ambavyo Scott anatumika sasa hivi katika klabu ya Napoli. Kwa hiyo tunaposema box to box tunamaanisha midfield ambaye anaweza kuanzia box la timu pinzani mpaka box la washambuliaji. Ni mtu ambaye anaweza kukimbia, cover ground kubwa sana, kuanzia namba ni la 18 la timu pinzani na ni la 18 la timu yake. Kwa hiyo na hii inawezekana kwa sababu yeye ni mtu ambaye anaweza kucover ground sana, anakimbia sana. Kwa hiyo hicho pia kinawezekana. Lakini pia kwenye duels zile nguvu, mishindanio ya mipira, anaonekana kuwa bora sana, lakini pia ana press vizuri sana na ana good passing range. Naposema passing range inamaanisha long passes. Uwezo wake kupiga mpira ya mbali ni uwezo mzuri sana. Nilikuwa naangalia takwimu zake, inaonyesha kwamba katika michezo ambayo amecheza katika klabu yake ya Palmeiras hadi sasa hivi ana 81% accuracy ya long passes, na kwenye timu yake ndio mchezaji ambaye amekamilisha passes ndefu nyingi zaidi zenye accuracy. Kwa hiyo hicho ni kitu kingine ambacho anacho, is a Pogba like kwenye swala la hizo pasi ndefu ambazo anaweza kupiga. Wengine tukasema Pogba like, kama Paul Scholes like na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ana uwezo huo mzuri sana ambao unaweza kusaidia kwenye timu. Lakini pia ni ball carrier mzuri sana. Tunaposema ball carrier tunamaanisha tunaongelea watu kama Frank de Jong, viungo ambao
wanaweza kubeba mpira kutoka katika eneo la kiungo la chini na kupeleka hadi kwenye eneo la ushambuliaji na kuanza kusupply mipira kama wing backs au kama kwa washambuliaji ama kwa viungo washambuliaji katika pindi ambayo timu inakuwa inatengeneza mashambulizi. Kwa hiyo huyu ana uwezo huo mzuri sana, ni ball carrier mzuri ambaye anaweza akafanya kazi hiyo. Lakini bado ana umri pia wa miaka 27, bado unaweza kusema kama bado ana muda wa kuimprove, kwa sababu lazima wanasema kwamba moja ya udhaifu wake ni kwenye decision making, hasa akiwa kwenye nafasi za mwisho. Hajui muda gani wa kupiga pasi ya mwisho ya goli ama muda wa kufunga. Kidogo hiyo ndo changamoto yake ambayo inamkabili. Ubora wake hasa, how good is he? Ana ubora mkubwa kadri gani ukilinganisha na kile ambacho anaweza kaofa katika klabu ya Manchester United. Ukiangalia katika klabu ya sasa hivi ya Palmeiras, ni mchezaji ambaye ni first 11, hawezi kutoka, na Palmeiras pia ni timu bora sana katika bara la South America. Kwa hiyo unaweza ukaona na pia sasa hivi yuko kwenye World Cup, unaweza kumwangalia anakinukisha kwenye Club World Cup. Pia amecheza katika timu ya taifa ya Colombia katika Copa America mwaka 2024 ambapo alipata profile kubwa sana katika mashindano hayo na kuwa mchezaji bora kwa upande wa Colombia katika mashindano hayo, akimaliza kama run up katika mashindano hayo. Lakini pia huyu sio Casemiro, ni mtu kidogo tofauti, na mimi naamini bado ana uwezo wa kuboreka, na chini ya kocha kama Ruben Amorim I believe kwamba anaweza akawa kiungo mzuri sana ambaye anaweza kusaidia. Umri wake unaruhusu, lakini pia athleticism yake inaruhusu, kwa sababu ni mtu ambaye anaonekana kwamba ni mtu ambaye anapenda kukaa na mpira, mtu ambaye anaweza kukimbia vizuri sana, ni mtu ambaye anajua kupress, mtu anajua kushambulia, anajua kukamba. Kwa hiyo Ruben Amorim anaweza kuamua kumtumia katika mbinu tofauti. Kwa hivyo naamini kwamba anaweza akawa mtu muhimu sana na ana potential kubwa ya kuweza kuja kuwa mchezaji mzuri sana baadaye. Kwa hiyo ni swala kuona kama dili hili lita materialize ama vipi, lakini mimi I would be happy kupata mtu huyu, kwa sababu ukiangalia huyu kijana mimi naweza nikasema kwamba tukimchukua anaweza akawa muhimu, kwa sababu kwanza fee yake inatajwa kuwa ni pauni milioni 16 hivi. Kwa ni pesa ndogo ambayo klabu inaweza ika-afford. Kwa hiyo hata tukosti gharama kubwa sana kumsajili. Kwa hiyo ndio kitu kingine ambacho kinaweza kikawa muhimu kwenye usajili wa kijana huyu. Kwa hiyo tusubiri tuone itakuwaje kuhusu hilo, lakini mimi naamini kwamba anaweza kawa mtu bora ikiwa dili hili litakamilika. Mimi naomba niwaambie kuhusu hili dili kwamba Alfredo Pedula mimi namuamini sana kwenye taarifa za Italy na South America. Kwa hiyo tusubiri tuone, huenda tukapata taarifa kutoka kwa waandishi wa habari wengine ambao ni bora zaidi kwenye kazi hizi ya taarifa hizi. Kwa tutaona ndani ya siku mbili hizi kama dili hili ni taarifa sahihi, ni taarifa ya kweli ama vipi, lakini mimi jukumu langu nimefanya kuhakikisha kama nakupa taarifa ambayo unastahili kupata, alafu natoa maoni yangu kuhusu taarifa hiyo, lakini pia ni jukumu lako la kuamua ikiwa taarifa hiyo unaichukua ama vipi, kwa sababu mimi lazima nihakikishe kwamba unapata taarifa zote ambazo unastahili kupata. Kwa hiyo nafanya hivyo. Kwa tutaona ndani ya siku kadhaa, tutaona kama dili hili lina mashiko ama kama taarifa hii ina mashiko, na mimi kusema kweli sitashangaa ikiwa taarifa hii ina mashiko, sababu naona huyu mchezaji anafiti kwenye profile ya Ruben Amorim, hiyo moja, lakini pia anafiti kwenye profile ya Ineos ambao sasa hivi wanazingatia zaidi kusajili wachezaji ambao hawana majina makubwa, lakini pia ambao fee yao ni ndogo na ambao hawatadai mshahara mkubwa. Kwa hiyo ndio inanifanya kwamba niamini kwamba dili hili huenda lina mashiko, lakini in few days tutakuwa tushaona kama kuna kitu kinaendelea ama vipi kuhusu hilo. Anaomba nisome kidogo comment ambazo mmeniandikia hapa kabla sijaenda kwenye habari nyingine. Simba inasema kiungo huyo fresh au ndo hivyo, ni kiungo mzuri sana kama ambavyo nimekueleza muda mfupi uliopita. Alafu Simba inasema kishachoka na tetesi. Hata mimi kusema ukweli nachoka na tetesi, natamani kupata hii away goal za kutosha, lakini lazima nikupe habari mzee, kwa sababu hii ndio maana niko hapa. I do this for passion. I talk United na enjoy kufanya hiki ninachokifanya. Kwa hiyo mimi usinichoke, kwa sababu nitaendelea kukupa habari ambazo nazipata. Kwa hiyo najua zinachosha wakati mwingine, lakini ndivyo hali ilivyo. Juma Tito anasema tuwe makini kwenye usajili, tuepuke kupigwa kama ilivyotokea kwa wachezaji wengine. Hii ni point ya msingi, na ndio maana nafikiri hiki ndio kitu ambacho pia Ineos wanajaribu kukifanya. Wanajaribu kuwa waangalifu wasije wakapigwa, hasa katika kusajili wachezaji hawa ambao wana majina makubwa, na ndio maana nafikiri wanajaribu
kufocus kwenye majina madogo madogo haya ambao fee yao sio kubwa, lakini hawatadai mishahara mikubwa, na hiyo naamini inaweza ikawa ni moja ya chachu ya kutengeneza timu bora zaidi wakati ujao, kwa sababu tupo kwenye project ambayo inahitaji wachezaji wadogo, inahitaji mikataba mirefu, lakini pia inahitaji timu ambayo haitakuwa na marquee signing nyingi sana, ili tupate muda wa kuweza mold timu ya Ruben Amorim ambayo inaweza ikatufikisha ikasitoa hapa tulipo na kutufikisha mahala pengine. Sawa, alafu Nehemia anasema tetezi zinachosha, kama nilivyosema ni kweli, lakini I'm trying kukupa habari kadiri ambavyo nazipokea. Alafu Venance Kivuya anauliza tumekamilisha nani? Tumekamilisha Matthew Kunya, alafu Diego Leone ataingia kwenye timu mwezi wa 7, kwa hiyo mpaka sasa hivi ni kama wawili hao, alafu tunasubiri kuona dili la Bryan Mbeumo kama litakamilika wiki ambayo inaanza kesho. Asante sana Ismail kwenye swali lako, anasema kwamba madili ya Man U hayaeleweki. Hiyo ndo shida ya Manchester, kwamba madili mengi yanachelewa, lakini kama ambacho amesema hapo mwanzoni bwana Juma Tito, ni kwamba United wajaribu sana kuwa makini wasije wakaingia kwenye mtego wa kufanya madili ambayo huenda yasiwe na faida kwa klabu. Nafikiri hiyo pia ni moja ya sababu ambazo nilikutajia jana kwamba inaweza ikawa inachelewesha madili mengine yasikamilike kwa wakati. Kwa hiyo tusubiri tuone itakuwaje kuhusu madili hayo. Sorry. Sawa, poleni, kidogo changamoto na tonsils kidogo, nafikiri mnaweza mkasikia sauti yangu haiko sawa, samani kidogo kwa hilo. Nimepata kidogo tonsillitis, lakini inshallah tuendelee kuombea, nafikiri hali yangu ikiboreka itakuwa vizuri zaidi. Amiri Abel Boanza anasema ni timu kubwa ila ndio timu inayoongoza kwa nani. Liverpool bwana wako serious na ni timu ambayo imeanza kutoa hela sana kwenye usajili. Wametoa 150 kwa Florianovic, kitu ambacho mimi sikutarajia, lakini I'm not here for Liverpool. Nehemia Boriba anasema mimi sioni kama tutapigwa, japokuwa Man U ndo wanashindwa kutumia wachezaji. Asante kwa maoni yako. Alafu Simaya anasema mimi namsifia mchezaji tutampata au ni tetesi. Hii tetesi, lakini imetoka kwenye chanzo ambacho mimi nakiamini kidogo, kwa hiyo naomba tuiangalie kwa makini, inaweza ikawa materialize vizuri sana. Asante sana bwana Amani kwa maoni yako. Alafu Abel Boazi pia anasema aweze kumsajili kaka, timu yetu ni timu ya tetesi, hata usisumbuke sana kutunyambulia. Wewe Mbeumo toka lini mpaka leo bado mchezaji mmoja anatoa jasho. Unajua kile ambacho nakiongea kila siku hapa inabidi mkielewe. Klabu ya Manchester nafikiri deal Mbeumo itakamilika, sio issue. Lakini kuhusu kukamilisha usajili, nafikiri baada ya kuuza wachezaji kama kina Sancho na wengine itakuwa rahisi kukamilisha madili mengine. Nafikiri hiyo pia ndo inatukamisha. Simba anasema amesikia dau lake ni pauni milioni 85. Hiyo nimeisikia pia. Kuna controversial nyingi sana kwenye taarifa hii ya usajili wa huyu Rios, lakini nimeona kwamba wengine wanasema 25, wengine wanasema 35, wengine wanasema 85. Kwa hiyo mimi kimwangalia alivyo umri wake, I believe kwenye hii ndogo zaidi hawezi kuwa 85, na kama ni 85 United will never pay that kind of money. Hiyo pia haiwezekani. Alafu kocha atakayekuwa wa kwanza kufukuzwa ni wa Man U, maana wachezaji wao wampati. Alafu Kijalo anaingia kambini, hapo unaonaje? Ni ratiba ya ligi ni ngumu kwetu. Ni kweli, ni point ya msingi sana, na mmoja hapo ambacho nilikuwa nakizungumza hapa ni kwamba swala la ligi kuwa ngumu, ratiba kuwa ngumu, tuliamini kwamba inaweza ikawa ni mojawapo ya chachu ya kufanya klabu ifanye usajili mapema, lakini inaonekana kama vile bado hawajamsupport, lakini I believe watamsupport kabla tujaenda kwenye dirisha la kabla tujaenda kwenye pre-season. I believe kwamba tutakuwa tumeshapata Mbeumo angalau na mshambuliaji, kitu ambacho ni muhimu sana kukifanya kabla ya kwenda kwenye pre-season. Alafu asante sana Ismail Mbalale kwa maoni yako. Alafu Moses pia Brazy, asante kwa maoni yako. Anasema kwamba na hiki kilichokuwa kinafanyika nyuma kinachogharimu sana kwa sasa, na mishahara waliokuwa wamepewa wachezaji, mfano mshahara wa Sancho na Rashford, ndo kinafelisha hata kuwauza mpaka sasa. Bwana Brazy Moses, popote pale ulipo, naomba uchukue 5 kwa sababu umeongea jambo la msingi sana. Sasa hivi tunasafa shida nyingi sana kwa sababu ya mambo mengine ambayo yalitokea zamani, kama hii mishahara ya kina Jadon Sancho
na wengine ambayo nafikiri inatukwamisha. Kwa mfano nitakupa taarifa hapa Jadon Sancho, deal lake